Mtazamaji, Mungu amenisaidia nimefika hapa juu. Hapa juu kuna tambalale kama unavyoona. Na bado kuna vilele vingine vya milima kule juu. Hii hapa ndio store yangu hii. Hii hapa ndio store ambapo tunahifadhi vifaa vya kutengenezea shughuli ya huu mlima. Hii ndio store yangu ya mlimani, na huu mti ndio mlango wa hii store. Hii ni store na huu ni mlango. Ni mlango kwa nini? Unaziona hizi alama? Hii alama nyeupe na alama hizi zinamwambia mtu yote niliyemtuma huku kwamba ukifika utakuta mti una alama. Ule mti ndo mlango wa store. Ukifika hapo ujue ndo kuna store. Na ukiona ile alama, lile tawi lenye rangi nyeupe, chini utakuta vifaa vya kazi. Ndo tunafungua hapa kwenye store, nakuta vifaa kama hivi, maturubai kwa ajili ya kujikinga na mvua inaponyesha huku mlimani, hasa usiku. Mchana kuna vivuli vya miti, lakini kuna vitu vingi hapa. Naona kuna majembe. Jembe kama hili lipata ajali kazini. Kuna majembe yako hapa. Hii ndio store yangu. Naona bwana. Kwa hiyo huku mlimani niko furu na vijana wangu wanakuja kushirikiana mimi juu ya mlima. Vijana zaidi ya 12. Tutakaa siku 3 hadi Makwanja. Shughuli zinaendelea. Ndio mwanzo tumeanza kujenga mlima wa maombi. Tutajenga mabanda ya mawe na chuma mlima wote huu, na tutapanda miti ya kutosha kwa ajili ya kutunza mazingira. Ukiona miti yote hii unayoiona, onyeshe miti hiyo. Miti yote hii unayoiona imetunzwa mpaka imefika hapa. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasisitiza sana utunzaji wa mazingira. Huku uruhusiwi kukata mti hata tawi mpaka kibali. Tunarudi store. Tunarudi hapa store. Kuna wadudu hapa wakali kabisa. Hapa kuna panga. Mshaelewa? Hii ni kwa ajili ya shughuli za hapa mlimani. Lakini pia ulinzi umekamilika kwa sababu Biblia inasema kina Petro walikuwa na kitu kama hii. Ili ukivamiwa unajitetea. Petro alijitetea, alimkata askari sikio
Yesu akachukua lile sikio akalirudisha kwa yule askari, likapona papo hapo, na akamwambia Petro, tunza upanga wako alani. Sasa umetunzwa mpaka leo, sisi tunautumia kufyeka mlima na kuandaa mazingira. Lakini kuna vifaa bado sijaviona kama nyundo. Nafikiri nidhani nitaiona hapa, sababu kuna shughuli zinazoendelea zitakazo hitaji nyundo. Kwa kweli siwe tabu, sioni nyundo, tazipata tu. Tunaendelea kwenda kwenye kambi tunaloanzia hapa kuliandaa. Hili ni kambi letu ambapo nitakaa hapa na vijana wangu tukimtafuta Mungu. Wakati kamera zinasogea, ngoja niweke maandalizi vizuri. Hapa hili ni banda mtakalokaa humu ndani kwa siku 3. Baadaye mtakuja kuona mabanda mazuri sana, kwa sababu michoro inaendelea na tutawaletea hapa kwenye TV. Ndio maana tunahitaji sadaka zenu kwa ajili ya kujenga mlima wa maombi. Huku ni polini kabisa, lakini tumekubali kwamba tutakaa hapa kwa ajili ya watu wenye madeni, watu wenye misukosuko, watu wanaosumbuliwa na wachawi. Tutakaa hapa kuwatafutia nguvu kubwa ya Mungu aliye hai ili wapate kuwa salama. Hapa kuna hili jiwe na hili bati limekaa hapa kama mlango. Hapa hili ni banda ambalo kuna vifaa vingine humu ndani. Kama mnavyoona, hii ni nyundo, huu msumeno, hizi ni nyundo zingine, kuna misumari iko hapa, ni mingi kweli kweli, kwa ajili ya kuandaa mazingira. Banda hili unaloliona limetengenezwa kwa muda kwa ajili ya siku 3 za dharura ambazo nitakaa hapa mlimani. Haya ni mabati, yatatolewa nje, panatengenezwa hapa vizuri na ninakaa hapa. Unaona turubai langu lile pale, umeliona lile ni godoro safi kabisa kwa ajili ya kukaa hapa, na vijana wangu watakaa kwenye mabanda yanayofuata ambao wanapandisha huko nyuma kwa ajili ya kushirikiana na mimi katika kukuombea wewe. Asante. Waruhusu watu wa kamera waweze kupiga banda kwa juu, lakini kabla ya hapo niruhusu niombe. Baba, katika jina la Yesu, mtumishi wako umenipa neema ya kuingia katika banda hili la mlimani. Hili ni hema. Baba yetu Ibrahimu alijenga mahema na akafanya ibada. Musa akarithi hiyo na wengine wengi waliotutangulia. Bwana, nami mtumwa wako nimepanda juu ya mlima huu nikiwa nimebeba mahitaji ya watu wengi kwa maelfu. Naomba nipe neema mtumwa wako kusimama katika mlima huu kwa siku 3, niwaombee watu hawa. Useme na mimi nitakaporudi nikawaambie yale ambayo Bwana umeniambia. Pia ukawatendee miujiza wale wanaotaka kupona ghafla, nikianza maombi juu ya mlima huu siku hii ya leo.
Sante Yesu Kristo kwa kunipa kibali kuipandia madhabahu yako. Maana umesema na watumishi wangu watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtazamaji, watoto wangu mnaonitazama, usiache kuangalia TV kila siku majira ya saa 2 hadi saa 4 usiku. Nitakuwa nakuambia yanayoendelea huko juu ya mlima, lakini nitakuwa napokea shuhuda zako nyingi za yale ambayo Mungu atakuwa anakufanyia. Ninachokuomba, umeona mwenyewe, ndio tuko kwenye ujenzi. Tuma sadaka yako kama unataka maombi yako yakubaliwe hapa. Unaandika mahitaji yako, unaambatanisha na sadaka ambayo Mungu atakugusa, ili mimi nikiwa kwenye maombi, vijana waendelee kujenga mahema kwa ajili ya wengi watakaopanda juu ya mlima huu na kumweleza Mungu shida zao. Namba ya kutuma sadaka yako ni 0742141414. Jina linatoka Nabii Joshua. 0742141414. Na mahitaji yako utayatuma humo, halafu yataandikwa, yatapandishwa mlimani kila siku hadi utakapomaliza maombi. Usikubali uombewe juu ya mlima alafu hujatuma sadaka ya kujenga mlima huu. Tunajenga madhabahu na madhabahu itakujibu. Mungu akubariki. Basi wataendelea watumishi wa Mungu kuonyesha mazingira mbalimbali ya mlima huu, ikiwa na pamoja na kuonyesha banda hili wakati mimi najiandaa. Mungu abariki sana.